Karibu tena mtazamaji kwa taarifa zaidi kwenye awamu ya mwisho ya taarifa za KTN leo. Uchaguzi mkuu uliofanyika Tanzania wiki jana umezua mjadala ulimwenguni baada ya ghasia kuzuka na ripoti ya ukiukaji wa haki za kibinadamu kutokea, jambo ambalo limeangazia namna walio na mamlaka wako tayari kufanya lolote kusalia mamlakani. Kwa miaka na mikaka, chaguzi za Afrika huwa zinashuhudia ghasia na wakati mwingine kutupwa nje na mahakama. Mwanahabari wetu Winfrey Owino amezamia historia ya chaguzi barani Afrika na tuandalia taarifa ifuatayo. Ulimwengu mzima ulipatwa na mshangao baada ya ripoti za ukandamizaji na ukiukaji wa haki za kibinadamu wakati wa uchaguzi mkuu nchini Tanzania kuibuka. Lakini haya si mageni. Mwaka 2020 hayati John Magufuli alishinda uchaguzi huo baada ya kuzuia wapinzani wake na waangalizi kuingia kwenye vituo vya kupiga kura, kutumia nguvu za serikali kuwazuia wapinzani wake na kudhibiti mawasiliano. Lakini ukiukaji wa sheria katika uchaguzi si jambo geni kwenye bara la Afrika. Mwaka 1927 kwenye uchaguzi wa Liberia baina ya rais wa wakati huo Charles King na mpinzani wake Thomas Faulkner ulivunja rekodi na kuwekwa kwenye Guinness World Book of Records kama uchaguzi ulio na wizi wa hali ya juu. Hii ni baada ya Charles kutangazwa mshindi kwa kura 230,000 na mpinzani wake kuwa na kura 9,000, ilhali wapiga kura walikuwa 19,000 tu. Disemba mwaka 2001, uchaguzi wa Madagascar baina ya Marc Ravalomanana na Didier Ratsarika ulisababisha mgawanyiko wa kisiasa nchini humo kufuatia uvunjaji wa sheria za uchaguzi, viungo vya serikali kuegemea upande mmoja, vyombo vya habari kukandamizwa na kusababisha vurugu nchini humo. Uchaguzi huo ulitupwa nje baada ya machafuko yaliyoendelea kwa miezi mingi. Disemba mwaka 2007, Kenya ilikumbwa na vita vya kisiasa kufuatia uchaguzi baina ya Raila Odinga na Mwai Kibaki, ambapo Kibaki aliyekuwa rais wakati huo alitangazwa mshindi licha ya tarakimu kuonyesha Raila alikuwa anaongoza, na akaapishwa usiku saa moja tu baada ya kutangazwa mshindi kwenye ikulu ya rais bila wananchi kushuhudia. Machafuko yakazidi hadi alipofika nchini Kofi Annan na kuleta maelewano yaliyozaa serikali ya nusu mkate. Nchini Zimbabwe, Machi mwaka 2008, kulikuwa na uchaguzi baina ya Rais Robert Mugabe na mpinzani wake Morgan Tsvangirai. Tarakimu za awali zilionyesha upinzani unaongoza, lakini ghafla tu tume ya uchaguzi ukaanza kuchelewesha matokeo na mwishowe kutangaza hakuna mshindi. Basi wakaamua kurudia uchaguzi. Katika kipindi kabla ya kurudia uchaguzi, mashabiki wa Tsvangirai wakavurugwa na serikali na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 200. Tsvangirai akajitoa kwenye uchaguzi, naye Mugabe akachaguliwa bila upinzani. Kwenye nchi jirani, rais wao amekuwa rais kwa takriban miongo minne. Kila wakati wapinzani wake kama Bobi Wine na Kizza Besigye wanaingia kwenye uchaguzi naye, ripoti za ukiukaji wa sheria za uchaguzi huibuka, na vilevile upinzani kukandamizwa kwa kutiwa mbaroni na vyombo vya habari na mitandao kuzimwa. Hivi majuzi, rais wa Cameroon Paul Biya ameanza rasmi awamu yake ya 6 uongozini baada ya kushinda kura akiwa na miaka 62. Kufuatia uchaguzi huo, madai ya demokrasia kutoendelea na ukiukaji wa sheria za uchaguzi ziliibuka. Ingawaje juhudi za kukuza demokrasia kwenye bara la Afrika zimekuwa kipaumbele, bado kuna changamoto na zimeonekana wazi wakati koti inatupa nje uchaguzi kama ilivyofanyika nchini Kenya na Nigeria. Ni dhahiri shairi kwamba ni robo tu ya nchi za Afrika zinaweza kutambulika kwa kuwa na demokrasia zilizostawi na ambazo zinaafikiana na viwango vya ulimwengu mzima. Winfrey Owino, KTN. Mapambano ya